Habari Tanzania, habari Afrika. Leo na mambo mawili muhimu nataka tujadili. Jambo la kwanza, kama umezaliwa kwenye familia, wewe una jambo jipya umelianza kulifanya. Wewe mtoto wa kwanza, wewe mtoto wa mwisho, wewe kuna kitu umekifanya tofauti ya wenzako, yani extraordinary, au umevuka level ya mstari wa wenzako. Una kazi kubwa sana, unahitaji kuomba sana, kwa sababu wewe unaangaliwi kama mtu wa kawaida, unaangaliwa kama spiritual portal ya familia yako. Unaangaliwa kama sehemu ya mlango au maingilio aidha ya baraka au lahana za familia. First born, last born ni spiritual portal za familia, ni portal za familia ambao wanaweza wakahakikisha familia imepiga hatua au wakahakikisha familia imerudi nyuma. Makosa ya mtoto wa kwanza huwa ni makosa makubwa sana, yanajirudia kizazi na kizazi. Makosa ya mtoto wa mwisho mara nyingi yanajirudia kizazi na kizazi. Kwa kama umezaliwa wa kwanza, kama umezaliwa wa mwisho, hakikisha unajitahidi sana kuwa na maombi mengi sana, kuwa mtu wa maarifa mengi sana, kwa sababu Afrika, yani kuzaliwa Afrika kwa asili, una demons nyingi za asili ambazo zinakuataka. Kuna wakati mwingine light yako, nuru yako inashindwa kuangaza. Una watu wengi zaidi wanaotaka ushuke, usifanikiwe kuliko kufanikiwa. Sasa ukizaliwa Afrika alafu umezaliwa kuwa mtoto wa kwanza, kuwa mtoto wa mwisho, una jambo la kipekee umefanya kwenye familia. Kuna extraordinary umefika, kuna level umefika. Hakikisha unapambana sana. Play until play morning, play afternoon, play night, play muda wote, kwa sababu wewe uko kwenye vita kuliko mtu yoyote. Afrika, mtoto wa kwanza, mtoto wa mwisho, na waangaliwi katika jicho la kawaida, wanaangaliwa katika jicho linaloitwa kesho. Sasa unapaswa ufanye nini? Muombe sana Mungu, nuru ikuzukie, nuru ikusogelee, nuru ikusogelee. Ukisoma Isaya 61, Mungu anasema inuka uangaze, nuru imekujilia, mataifa wakujilia.